dini mbalimbali, upendo na amani, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya na salama, na pia kuibariki serikali yetu ya mkoa wa Tanga pamoja na Tanzania nzima, ukizingatia kwa mkoa wa Tanga chini ya uongozi wako Mheshimiwa mgeni rasmi, Tanga ni salama. La pili ni shukrani zangu za dhati kwako wewe mgeni rasmi. Moja, kwa kukubali kuwa mgeni rasmi. Najua ni ada yako, hasa kwa kamati hii ya amani. Najua ni wadau wetu muhimu sana kwenye amani. Lakini hili tu la kuniheshimu na mimi ukakubali wito wangu, na mimi nikushukuru sana, na nizidi kukuombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kukutia baraka, hekima na busara za kuendelea kutuongoza katika mkoa wetu wa Tanga. Tatu, napenda niwashukuru washiriki wa semina yetu hii ya mafunzo ambayo tumelenga tunakumbushana, lakini tunakumbushana na kuelimishana, na kwa sababu nyinyi ni wadau muhimu sana kwenye mioyo ya imani, na imani mtatujenga vizuri tupite wapi, lakini tupate na dua zenu ili tuweze kufanikisha, hasa tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 wa kuwachagua madiwani, wabunge na Mheshimiwa Rais. Nakumbuka tumepita salama kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini kuna mambo nadhani mmeyaona. Tutafanya tathmini na tunaweza kupanga mkakati sasa tunaelekeaje katika uchaguzi mkuu. Ndugu washiriki, kwa mujibu wa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 marejeo ya mwaka 2022 kifungu cha 7 kifungu kidogo ba na a na cha TAKUKURU imepewa jukumu la kufanya ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo na kufanya utafiti wa mifumo na taratibu za kiutendaji wa taasisi za serikali na taasisi binafsi ili kubaini mianya ya rushwa iliyopo na kushauri mamlaka husika namna ya kuziba mianya hiyo. Pia tumepewa jukumu la kutoa elimu kwa umma kuhusu rushwa na athari zake katika jamii. Vile mpango mkakati wa miaka 5 wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ya mwaka 2023 hadi 25-26, moja ya lengo la kimkakati strategic objective iliainishwa ni utoaji wa elimu kwa umma ili kuzuia na kukuza ushiriki mkubwa wa wadau katika mapambano dhidi ya rushwa. Jukumu hili la uzuiaji rushwa linatekelezwa ili kutimiza kauli mbiu yetu inayosema kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Kama mnavyofahamu, nasema kiimani, kimaadili, lakini kijinai, rushwa ni adui wa haki na kikwazo kikubwa cha maendeleo ya taifa. Hivyo rushwa inapotamalaki katika chaguzi za kisiasa inaweza kusababisha viongozi watakaochaguliwa kwa njia ya rushwa kushindwa kuwatumikia wananchi ipasavyo. Zaidi, watatumia muda wa uongozi wao kujinufaisha wao wenyewe. Kwa hayo machache, naomba kwa heshima na taadhima nimkaribishe mgeni wetu rasmi, mkuu wa mkoa Mheshimiwa Balozi Batilda Salha Burwani, ili aweze kutufungulia semina yetu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Dr. Samia wewe. Dini mbalimbali, upendo na amani. Wenzetu wa TAKUKURU wametuita leo ili kujadili kwa kina na kushirikisha kamati muhimu sana ya amani katika mustakabali mzima wa kutoa elimu kwa jamii, na hasa katika kipindi hiki ambacho tunaenda katika uchaguzi. Nawashukuru sana na mimi TAKUKURU mkoa kwa kunipa heshima hii ya kuwa mgeni rasmi katika mafunzo haya ambayo yanalenga kuzuia rushwa katika kuelekea uchaguzi mkuu wa serikali kwa mwaka 2025. Ndugu zangu washiriki wa semina hii, kama mnavyofahamu, kati ya maadui wakubwa wa maendeleo na ustawi wa nchi yoyote ni rushwa. Alianza baba wa taifa na viongozi wote wameendelea na msisitizo huu wa kupiga rushwa, kwamba rushwa ni adui wa haki. Na tumeona changamoto mbalimbali pale ambapo pana rushwa. Tumeona changamoto ya watu kukosa haki katika maeneo ya ardhi, watu kukosa haki katika huduma mbalimbali, utoaji huduma mbalimbali za kijamii, lakini hata kukwamisha miradi na hata kupelekea miradi mingine kukamilika kwa viwango kulingana na thamani ya pesa, kwa sababu uendekawa rushwa ilitumika na hivyo kupunguza gharama ambayo ingeweza kutumika katika mradi. Kwa hivyo hili linaloendelea ni katika mada nzima na mustakabali mzima wa kuendelea katika misingi ya demokrasia na utawala bora, na hivyo basi kuwafanya nchi yetu ikabaki kuwa na amani na utulivu. Moja ambalo ni la msingi sana, tulisikia katika hotuba ya mgeni rasmi kwamba sasa makosa ya rushwa yamekuwa yameingia mpaka kwenye uchaguzi. Kosa la rushwa kwenye uchaguzi limeingia moja kwa moja kwenye sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa, nacho ni kifungu cha 46A kulingana na yale marekebisho. Sasa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa kuzingatia kifungu cha 4 kifungu kidogo cha pili sehemu C na D pamoja na kifungu cha 7 sehemu D cha sheria hiyo, sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa, sura ya 329 kama alivyotanguliza hapo awali mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Tanga katika wasilisho lake, huwa tunashirikisha wadau kuweka mikakati dhidi ya rushwa katika uchaguzi, na hili ndio lengo la kuwaiteni siku ya leo. Ndugu viongozi, katika kutekeleza majukumu haya, TAKUKURU katika mwaka 2014 na 19 ilifanya uchambuzi na ufuatiliaji wa uchaguzi wa serikali za mitaa, na huu ulikuwa ni uchambuzi wa mifumo ambao una sura ya utafiti, lakini ni pamoja na ule mwaka 2020 ulifanyika uchambuzi wa mifumo kwenye uendeshaji wa uchaguzi mkuu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge pamoja na waheshimiwa madiwani, uliofanyika mwezi Oktoba 2020 katika majimbo yote ya Tanzania bara. Sasa katika chaguzi zote hizi yalikuwepo malalamiko ya vitendo vya rushwa. Katika uchaguzi wa serikali za mitaa, uzoefu unaonyesha kwamba kulikuwa na vitendo vya ugawaji wa fedha taslimu, ugawaji wa vitu kama vile kanga, t-shirt, vinywaji pamoja na vyakula. Kulikuwa na ahadi za ajira, mikopo na upendeleo maalum kwa wapiga kura endapo watachaguliwa, lakini kulikuwa na lugha za vitisho, kulikuwa na matumizi ya nguvu na mabavu ili kuwalazimisha wapiga kura au kupiga kura au kuwazuia wasipige kura. Lakini tunatambua wote, tunaifahamu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 9 sehemu H ndiyo iliyofanya upawepo na chombo kinachoitwa TAKUKURU, ndiyo iliyofanya wabunge waridhie kupitisha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa namba 11 ya mwaka 2007, kwa sasa ni sura ya 329, na ndiyo iliyomfanya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania asaini iwe sheria. Lakini utekelezaji wake ndo huo kwa hiyo sheria, na ukienda kifungu cha 4 cha sheria hiyo
kinabainisha kuwa lengo kuu la kuwapo kwa sheria yenyewe ni kuhakikisha nchi inaongozwa kwa misingi ya utawala bora na hatimaye kutokomezwa vitendo vya rushwa. Ukienda kwenye kifungu cha 7B cha sheria hiyo na ukikisoma pamoja na kifungu cha 45 cha sheria yenyewe hiyo kinaitaka TAKUKURU ihamasishe na ishiriki wadau, wananchi na taasisi na mamlaka mbalimbali katika kuondoa vitendo vya rushwa. Sisi kwetu TAKUKURU tunaamini mamlaka iliyo karibu na wananchi na pengine mamlaka iliyo kubwa ni mamlaka inayofanya kazi ya kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa karibu zaidi. Na sisi tumelazimika kuiomba mamlaka hiyo tukae nayo tuweze kupanga mikakati. Viongozi wangu, matokeo ya utekelezaji wa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa tunawategemea ninyi, na tunalazimika kuzungumza nanyi siku ya leo ili kuitendea haki sheria yenyewe. Kwa hivyo neno rushwa, ndugu zangu wajumbe, mimi kwanza, la pili nimshukuru sana Bwana Ndwata ambaye kwake yeye naweza kumtaja ni kiongozi wa pili katika mkoa na katika idara yake aliyethaminisha umuhimu wa kamati hii ya amani pamoja na mkuu wa mkoa. Tuna haki ya kumsaidia sana kwa kutuheshimisha sisi. Tunao viongozi wa idara nyingi. Lau wangeiga mfano huu, sisi tungekuwa ametupa moyo sana kwa nao karibu. Nimepewa maono kwamba sasa kamati ya amani, katibu utaweza kushughulika, tupate vitambulisho maalumu. Mimi naitwa Mchungaji Elizabeth Haule. Ninatumika na kanisa la Bethel Christian Church ambayo makao makuu yake iko Tanga. Nimefurahi kuwepo kwenye semina hii ya leo. Kwa kweli nimeona kama jambo geni kidogo, kwa sababu tangu tumeanza utumishi sijaona jambo kama hili. Lakini nimefurahia sana kwa sababu nimejifunza mambo mengi. Sivyo kama nilivyokuwa naelewa TAKUKURU. Leo nimeelewa kwa mtazamo wa tofauti sana, kwamba ni watu ambao wanaweza kuelimisha na ukasaidia kufanya jambo fulani. Sasa mimi kama mtumishi wa Mungu, jambo hili nimelichukulia kwa uzito mkubwa, ya kwamba nitaenda kulisema vizuri kwa waamini, na hasa hata kwenye madarasa ya Sunday School, kwamba rushwa ni kitu kibaya sana. Rushwa inaua, rushwa inakunyima haki, rushwa ni dhambi mbele za Mungu. Rushwa ni dhambi sana mbele za Mungu, maana Mungu wetu hapokei rushwa wala hatoi rushwa. Mungu ni Mungu wa haki. Kwa hiyo tunaposimama katika haki, hatupokei rushwa wala hatutoi rushwa, tuna nafasi kubwa ya kwenda mbinguni. Hayo ambayo ndio nimejifunza kwa ukubwa sana leo. Kwa jina naitwa Joshua Kiula, ni mshiriki katika semina hii ambayo imeandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa ajili ya viongozi wa dini. Ilikuwa ni semina nzuri na tumepata mafunzo, na lengo kuu ni sisi kama viongozi wa dini kwenda kutoa elimu kwa waumini wetu kuweza kujiepusha na vitendo vya rushwa tunapoendea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Sasa sisi kama viongozi wa dini tuna jukumu la kuambia waumini wetu kujiepusha na vitendo vya rushwa, na hapa lengo kuu ni kupata viongozi walio bora. Na nchi hii ni kubwa, tuko wa Tanzania takriban milioni 60. Katika Watanzania milioni 60 tunao watu bora katika jamii zetu. Kwa kitu ambacho mimi binafsi ninapenda kukisisitiza katika jamii yetu ni katika vyombo vya uteuzi. Vyombo vya uteuzi watuletee watu bora. Tunafahamu kwamba haki ya kuchagua au kuchaguliwa ni haki ya kila mtu. Kwa kila mtu anaweza kagombea akachukua fomu, lakini viko vyombo vichache vinavyofanya maamuzi
na kuturudishia wananchi watu wachache tuwapigie kura. Hivi vyombo vya maamuzi vituletee Watanzania watu walio bora, wasituletee bora watu, kwa sababu hapa ndipo shida inapoanzia, kwamba wanachukua fomu watu wengi na kati yao wapo ambao ni bora, na wananchi tunawafahamu kwamba fulani na fulani wanastahili kushika nafasi kwenye ngazi fulani, lakini unakuja kushangaa majina yakirudi, wale watu tunaowatazamia hawapo, wanakuja watu wengine, na wakati mwingine wanaletwa kwa interest fulani za watu wachache. Kwa hiyo mimi niombe vyombo vya maamuzi, vyombo vya uteuzi vitusaidie kutuletea watu bora, wasituletee watu kwa maslahi binafsi.